Kwa hizo dakika ambazo zimebakia, tulione neno la Bwana, na neno la Bwana ni la baraka na ni la ushindi. Tunaingia haya, kwa sababu sasa kwa hii kazi ambayo tunafanya, tutaifanya tukiwa na Mungu, na kila mradi tu tukae ndani ya Bwana, ninajua kuna ushindi. Tukiendelea kukaa ndani ya Mungu, ninajua Bwana hatatuacha, na kuna ile baraka ambayo Bwana ameiashiria kwa sababu ya maisha yetu. Kwa hivyo somo letu ni tuwe na Mungu, tukae na Bwana. Bwana yetu asifiwe. Being with the Lord. Wewe una Mungu, ukae na Mungu, uwe na Mungu. Kwa life yako uwe na Mungu. Kwa mawazo yako uwe na Mungu. Kwa fikira zako uwe na Mungu. Mipango yako uwe na Mungu. Kwa jamii yako uwe na Mungu. Kazini mwako uwe na Mungu. Tutaona mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Asa. Alikaa na Mungu. Na kwa sababu ya kukaa na Mungu, neno linasema Mungu akawa na yeye. Lakini pale mwisho alipofanya kazi kwa ufalme, alitawala miaka 30 na lakini miaka kama 4 ya baadaye kuna kitu alifanya na hakumalizia vizuri. Lakini tuone kwanza alipokuwa na Mungu alifanya namna gani. Maana mimi naomba kama vile tunasimama na kazi kama hii, tunatoa mali yetu, tunajitoa, tunakuja mapema, ninaomba ya kwamba tutamalizia vizuri. Manake hamna haja tulebeshe hili kanisa, tuweke vitambaa kama hizi, tulebeshe kila kitu. Madhabahu tutalebesha, huku tunatoa hii red soil, lakini tukilebesha mioyo yetu iko wapi? Mioyo yetu itakuwa namna gani? Ombi langu ni ya kwamba kama tutakuwa na dhahabu hapa, mioyo yetu itakuwa zaidi. Kama tunaweka slabs, mioyo yetu nayo itakuwa na tiles. Tukiweka tiles, mioyo yetu inaingia another level. Kwa sababu hamna haja tulebesha kanisa, lakini mioyo yetu iko na ugonjwa. Mioyo yetu ni dhaifu, lakini tukiwa na imani ndani ya Mungu, tuwe na Mungu, tutamalizia vizuri. Hii kazi ambayo tunafanya hapa, matendo haya yatatufuata. Yatatufuata kwa sababu gani? Ni kwa sababu mioyo yetu tumeilimia, mioyo yetu tumeizamisha kwa neno la Bwana. Haleluya. Na ndiposa ombi letu ni ya kwamba Bwana atatupa kumakinika, na ninajua kwamba Bwana atatuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuangalie kwenye 2 Chronicles 14 verse 2. 2 Chronicles naitafuta kwa Kiswahili. Ni Mambo ya Nyakati. Yes, Mambo ya Nyakati wa pili 14 from chapter 2 from verse 2. Chapter 14 from verse 2. Asa did what was good and light in the eyes of the Lord his God. He removed the foreign altars and the high priests, smashed the sacred stones, and cut down the Asherah poles. He commanded Judah to seek the Lord, the God of their fathers, and to obey his laws and commands. He removed the high priests and incense altars in every town in Judah, and the kingdom was at peace under him. He built up the fortified cities of Judah. Since the land was at peace, no one was at war with him during those years, for the Lord gave him rest. Hallelujah. Hiyo 2 Chronicles chapter 15 from verse 1. The Spirit of God came upon Isaiah, son of Odedi. He went out to meet Asa and said to him, "Listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you.
But if you forsake him, he will forsake you. For a long time, Israel was without the true God, without a priest to teach, and without the law. But in their distress, they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them. In those days, it was not safe to travel about, for all the inhabitants of the land were in great turmoil. One nation was being crushed by another, and one city by another, because God was troubling them with every kind of distress. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Haleluya, Bwana wetu asifiwe. Huyu tumesoma anaitwa King Asa, na neno linasema ya kwamba mfalme Asa aliweza kufanya mambo mazuri mbele ya Mungu, aliweza kufanya matendo mazuri mbele ya Bwana. Kwa ufalme wake wote aliangalia na akaona zile vitu vyote ambazo zilikuwa zimeinuliwa na zilikuwa kinyume na mapenzi ya Bwana, yeye alizitoa zote, akaziondoa. Neno linasema ya kwamba wakati aliona ya kwamba, na sauti ikaja akaambiwa, Mungu atakuwa na wewe, mradi tu na wewe ukue na Mungu. Umepata? Unabii ukaja kupitia kwa Oded mwana Oded ya kwamba Bwana atakuwa nanyi, atakuwa na taifa la Juda, atakuwa na wewe kama mfalme, lakini kuna masharti. Wewe uwe na Mungu, naye Mungu atakuwa na wewe. Haleluya. Kwa hivyo Mungu akamwambia, ndiyo nimekupa ufalme, nimekumwagilia mafuta kama mfalme as King Asa, lakini nataka ujue hii, nitaandamana na wewe ukiwa wewe utazingatia mausia yangu, ukiishika sheria yangu na ukaifuata na uitimize, mimi nitakuwa na wewe. Nikisema mambo ya utakatifu, wewe King Asa uwe mtakatifu, mimi Mungu nitakuwa pamoja na wewe. Mungu akawa na King Asa, mfalme Asa akatawala na nchi yote ya Yuda. Biblia inasema kulikuwa na amani. Kwa sababu gani? Mfalme Asa alikuwa pamoja na Mungu. Haleluya. Kwa ufalme wake wote, wale wote walikuwa wanapanga kumuinukia, hawangeweza. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa ananyamazisha maadui zake, wakianza kupaka, Bwana anawanyamazisha. Ufalme wake wote na wakati wake wote wakawa na amani. Kwa sababu gani? He walked with God. Alitembea na Mungu. Na kwa sababu ya kutembea na Mungu, Mungu akaweza kuwa na yeye. Bwana alitembea na Mungu. Neno linasema ya kwamba aliweza kufanya matendo yaliyo mazuri mbele ya macho ya Mungu. Kwa hivyo Mungu alipomtazama hakuona mkatili, hakuona mjeuri, lakini aliona mtu aliye na roho ya Mungu. Mungu akatembea na yeye. Mahali tumesoma 2 Chronicles chapter 14 verse 2, alifanya matendo mazuri mbele ya macho ya Mungu. Matendo yake yalihesabika mema na mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu. My question is this: Mungu anaponitazama, Mungu anapokutazama, anapotazama matendo yangu na yako, anaona nini? Anaelewa nini?
tunapotembea mbele za Bwana, matendo yetu yanapowekwa kwa kipimo, yako namna gani? Siku ya leo, kanisa ambalo Mungu analikusanya siku za mwisho ni lile kanisa ambalo litakuwa ni wale ambao ni wamcha Mungu, ni wale ambao wanaiogopa dhambi. Haleluya, amen. Kanisa la mwisho, kanisa la siku ya leo ni lile ambalo litamwogopa Bwana. Wakati Jehova anakutazama, anakuona namna gani? Unajua Bwana kila siku, kila saa anatuangalia. Haleluya. Tukipita tu Bwana anatuona, tunapolala Bwana anatuelewa. Mwimbaji aliimba akasema hata nikiweka kitanda changu kule kwa shetani, yeye ananiona na anaweza nitoa pale. Kwa hivyo hamna haja na hamna mahali pa kujificha. Kwa hivyo wakati kama huu ni vizuri tukajiulize, kwa sababu tumeweka misingi na kuna vitu tumeombea, kuna resolutions mingi tumekuwa nazo, tumeandika za mwaka huu. Bwana anapotutazama atatimiza. Matendo ya King Asa yalipotazamwa, yalipowekwa kwa kipimo, yalifurahisha Mungu, na ya Mungu akaandamana na yeye. Biblia inasema kwa miaka kama 7 hakuna vita ilisikika karibu na Yuda. Walikuwa wanapanga, lakini kwa ubali Jehova anaipagua. Bwana akatuliza mji wote wa Yuda, nchi yote ya Yuda, wakati mfalme Asa alipokuwa kwa utawala. Akaendelea na akaendelea, akaona kuna vitu viko na haifurahishi Mungu, kama zile Paulo alipoona, alipofika ile town ya Athens, akakuta kuna miungu mingi sana. Akasikitika ndani ya moyo wake, akawaambia, ninaona ya kwamba mnampenda Mungu, ninaona ya kwamba mna fikira za Mungu, lakini miungu hapa kwenu ni mingi sana. Akaingia kwa sinagogi moja, akakuta ameandika to the unknown God. Ni madhabahu kama haya, lakini wameandika ya kwamba hii ni ya Mungu asiyejulikana. Paulo akawaambia, nimekuja hapa niwaambie kuhusu huyu Mungu ambao mnasema hamjui, hamumuelewi. Kukawa kuna miungu wakati wa Asa. Asa akachukua hatua, akabomoa yote, akajaribu yote, kwa sababu ya kuondoa miungu iliyofanya watu watoke njia za Mungu. Moyo wa Asa ukampendeza Mungu wakati wa utawala amani. Siku ya leo tumefanyika wafalme wa maisha yetu. Kila mtu ni mfalme kwa maisha yake. Wakati Mungu alikuita, wakati Mungu alikuokoa, wakati Mungu alikuzuia na maafa, ni kwa sababu kuna haja ako naye na wewe. Neno linasema ya kwamba mfalme alipofanya yale mambo, Mungu akatembea na yeye. Siku ya leo, je, ni swali tunajiuliza, na Mungu ni mwema na ni mwaminifu, manake atatupa jawabu. Manake lazima tukajiulize, wakati ambao tunatazama dunia, wakati tunatazama nchi kama ya Kenya, wakati tunatazama mji kama huo wa 14 ama Ruiru yote, maeneo yake na vitongoji yake yote, mahali kila wewe umetoka, kwenye hiyo plot, kwenye hiyo community ambao umetoka, wakati unatazama, unaona kuna vitu, kuna mambo ambayo umpendezi Mungu. Je, hatua ni gani unaichukua? Ikawa ni Mkristo aliyekuwa amejihami, mimi nitakaa na Mungu, mimi nitatenda kulingana na Jehova. Akasema nitasimamia haki, nitasimamia utakatifu wa Jehova.
akatazama akaona kuna vitu 45 cities ambazo zilikuwa zimewekwa miungu, akang'oa zote, akaharibu zote, na akasema Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Jehova Mungu wa Yuda na Israeli ndiye atakayeabudiwa Yuda yote. Na hawa ndio Wakristo ambaye Bwana anatazamia siku ya leo. Huyo ndiye mama ambaye Bwana anamtazamia. Huyo ndiye mzee ambao Bwana anamtazamia. Vijana Mungu anatazamia, vijana watakaopata hasira wanapoona dhambi inafanya. Haleluya. Anatazamia watu ambao watakuwa na hasira, hore anga, wakati wanaona uovu unainuka, wanasimama wanasema, kama vile niishivyo uovu hautasimama nikiwa ningali hai. Asa kwa wakati wake akafanya na akasimama nafasi ya Bwana, naye Mungu akampigania vita. Siku ya leo nimekuletea ujumbe ya kwamba kuna mambo mingi ambayo tumetafuta, lakini kumbe solution tuko nayo mikononi. Kuna mahali kwingi tumetamani sana kuingia, lakini kumbe ticket ni sisi tumelishika. Mungu anatazamia yule kijana Hasani ambao atafanyika apate hasira, aone haiwezekani na haitaenenda hivi mimi nikiwa hai. Haleluya. Wakati ambao tutaingia na msimamo wa kumtetea Mungu, tuwe ya kwamba sisi ni wakili kama vile tumekuja, na ninafurahia Mungu vile ametuleta siku ya leo, na ninajua kwamba yeyote atakayesikia hili neno tutabadilika ndani yetu na tutakuwa na mtazamo mwingine ndani ya Jehova. Haleluya. Nataka nikuambie hivi, Mungu wakati alituumba, kusudi lake nimemwambia pale mwanzo lilikuwa kwamba tuwe kwenye lile shamba, lakini kwa dhambi tukatoka, na hapo lazima tukaikiwe na hasira za tuseme ya kwamba nasi sisi tutapigana upande wa haki, tutapigana ili tukaweza kusimama wima ndani ya nyumba ya Mungu. Siku ya leo kama vile tuko hapa, tuko na mwito kila mmoja wetu, na ninajua kwamba sote tunang'ang'ana. Haleluya. Sote tunajitahidi ili ya kwamba tarumbeta itakapolia ya kwamba sitavungiliwa. Na ninataka nikuambie, kuna mambo yaweza yakatuzuilia, kuna mambo yaweza yakatufunga wakati ambao hatutasimama wima, wakati ambao hatutasimama imara kwa wokovu. Kuna mambo itatuzuilia, lakini ninaomba hivi, ile shauku mlio nayo siku ya leo, na ndio shauku iliyo ndani ya moyo wangu, na ninaambia Jehova, jitihada ambao niko nazo, bidii ambao nitaiweka, Bwana ninakuomba hiyo bidii yote iwe ni ya kwamba itanielekeza, itanishoshea kuingia na kuzama ndani ya neno na kutenda haki na kusimama upande wa haki. Asa kwa kusimama kwa haki Mungu akampigania. Ombi nilihi ya kwamba mama simama kwa haki, mzee simama upande wa haki, vijana tusimame upande wa haki. Mahali eneo upo, Bwana amekupa uwezo na nguvu. Maandiko yaliyotuongoza kwa maombi ya morning devotion yalikiwa kwenye Zekaria 4:6. It is not by might, not by might, not by power, by my spirit, says the Lord. Si kwa nguvu, si kwa uweza, lakini ni kwa Roho wake Mungu. Hiyo ndio ilikuwa ombi lililotuongoza na likatupa upenyo na nguvu za Bwana tukasihizi mahala hapa. Siku ya leo kila mmoja wetu amepewa uwezo ya kwamba utakaposimama na useme ya kwamba hapa nitasimamisha injili la Mungu. Kama kuna mahali unakaa na unasikia kwamba hapa kuna nguvu ambao ni kinyume na nguvu za Mungu,
Siku ya leo wacha nikupe siri. Sema siri. Jamani, tuseme na nguvu. Sema siri. Haleluya. Unajua kuna jambo nilijifundisha wakati mwingine na nikajua na niwaambie siku nyingine hapa, hata kuhama kutoka estate moja mpaka ingine, kutoka plot moja mpaka ingine, inafaa unaomba. Na Bwana anakuelekeza vile unafaa kuenda na mahali unafaa kuenda. Kuna watu wengine wanapelekagwa estate fulani kwa sababu Bwana anao kusudi. Unaweza omba, lakini ile plot Mungu amekuelekeza siku ya kwanza ukienda kuomba unasikia we hapa kuomba kupata breakthrough. Ni kama kupiga kwale, ni kama mahali hauwezi kupasua. Ukiingia mahali kama pale, tuwe open. Unasikiaga kuhama ana kukaa tu pale, wacha tuwe open kabisa. Ukisikienda mahali usikie kuna ugumu wa kuomba na umezoea kuomba, unasikiaga kuhama ama kukaa pale, kuendelea kukaa pale. Kuhama, yes. Kile ni kwa roho wake Bwana ya kwamba mlima ulio mbele Zerubabeli ataunemea ukafanya tambarare. Haleluya. Siku ya leo wakati utakapohama na uingie kwa plot, usikie ya kwamba hapa paka ndio wengi kushinda watu, hata kama wanasema ni paka nyeupe. Nataka nikuambie kisasi ambayo Bwana anainua ni kisasi cha mfalme Asa, ambao alijielewa nyakati na siku za kwanza, na akajua ya kwamba hata kama kumeinuliwa mifano, kumeinuliwa miungu, mimi kama mfalme nitasimama, nitasambaratisha, nitang'oa miungu yote katika jina la Yesu Kristo. Kuna viti hapa mbele kabisa. Hizi yote miungu yote ninaing'oa katika jina la Yesu Kristo. Asa akasimama na akasema ya kwamba wewe idol ama sanamu, ninakung'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninakung'oa, ninakutoa kwa ufalme wako, na sasa ninainua ufalme wake Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. So nikuja tu wakae huko mbele. Kulia. Kwa nini unaogopa na hakuna kulia muoga? Kuja huko mbele na hizo viti. Kujeni hapa. Haleluya. Waboi. Na nimekuja na ujumbe huu siku ya leo ya kwamba ile sanamu na ile fortified city ambao imewekwa miungu, siku ya leo nikakupa mamlaka na uweza kwa jina la Yesu. Na hao ndio Wakristo ambao Bwana anataka hata kama utaingie ukute huko paka weusi ndio wengi, na kuambia sio wakati wa kuhama. Ujue ya kwamba ndani yako you have power and authority in the mighty name of Jesus. Wewe sio wa kuhama, msaidie ahame aende mbali. Neno linasema hata mshawi asikubaliwe kuishi. Na imani yako ikimwambia kama utampa nafasi ya kutubu akose, judgment inakuja. Haleluya. Na ndio Wakristo ambao Bwana anatazamia, Wakristo ambao wanakula mwili wa Kristo, Wakristo ambao wanakula neno la Bwana, Wakristo ambao wanaomba, sio wa kutingizwa, ni Wakristo wa kusimama na kusemea kwamba kwenye mji wetu, kwenye area yetu, hamna mshawi atasabaratisha biashara zetu, hamna mshawi atakayevuja ndoa zetu, hamna mshawi ataingilia maisha yetu. Simama imara na neno la Bwana, simama imara na nguvu ya Bwana. Kama mfalme Asa, tenda wema, Jehova kwa pamoja na wewe. Asa akafanya matendo mazuri, naye Bwana akasema kama vile mimi nilivyo nitaliheshimu neno langu kushinda jina langu. Akasema Asa, niko na wewe. Unataka mji gani? Twende tukapigane. Unataka mji mwingine? Twende, niko na wewe. Unataka nani? Twende, niko na wewe. Wataka kuingia wapi? Twende, niko na wewe. Asa kwa sababu ya kutembea na Mungu, Bwana akampa ushindi. Miaka yake yote utulivu ukapatikana. Haleluya. Naomba Bwana na akampa
ndani ya maisha yake. Naomba Bwana akakupa utulivu ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya biashara yako, kwa maisha yako. Majonzi, mahangaiko, Bwana yakafikisha mwisho. Tembea na Bwana, enda na Bwana, tafuta uso wake, naye Bwana ataandamana na wewe miaka ya utawala wake wote. Yeye kukawa na amani kwa miaka kama 7. Hakuna aliyeingilia Israeli akafaulu. Haleluya, hata mmoja. Kwa sababu gani? Asa alitembea na Mungu, vitu vyote vilivyo baya akaziondoa. Haleluya. Chapter 15 inasema ya kwamba the Spirit of God came upon Azaria, son or light. Verse 7, hiyo chapter 15 verse 7 kwa sababu ya time. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Akaambiwa kwako, hasa kwako sasa, akaambiwa uachane na mengine, uachane na wengine, kwako wewe usife moyo. Be strong in the Lord. Kuwa na nguvu, kuwa imara ndani ya Bwana. Haleluya. Jamani, kuna mtu analishika hili. Bwana anatuambia, aliambiwa be strong. Haleluya. Na mimi nakwambia siku ya leo, be strong and do not give up. Usikate tamaa, usikate tamaa. Haleluya. Wakristo wanaojua neno hawakati tamaa. Wakristo ambao wanajua Mungu wao hawakati tamaa. Daniel 11:32. Nafikiri hivyo. Yes, if I'm not wrong. Inasema kisungu ingine nataka ile inasema about exploits. Ni King James inasema, King James version, and such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Yes, 11:32b. Tunaona B yake pale mwisho inasema, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Je, unamuelewa Mungu wako? Unamuelewa uwezo wa Mungu wako? You shall do exploits. Wale ambao wanamuelewa na wanamfahamu Bwana watafanya maajabu. Siku ya leo ninataka nimuhimize mtu, nikwambia kwamba mradi tu unamjua Bwana, wewe utafanya maajabu katika jina la Yesu Kristo. Alright. Asa kwa sababu ya matendo yake yote akaweza kutoa hata mamake, vitu vya mama yake, ambaye yeye ndiye alikuwa mkuu kabisa, ndiye alikuwa kama mtawala wa hizo miungu, aliweza kumtoa kwa ufalme. Na yeye hata yeye ni grandmother. Yes, 15, 2 Chronicles 15 verse 16. King Asa also deposed his grandmother Maacah from her position as queen mother because she had made a repulsive Asherah pole. Asa cut the pole down, broke it up, and burned it in the Kidron Valley. Although he did not remove the high priests from Israel, Asa's heart was fully committed to the Lord. No more war until the 35th year of Asa's reign. Hakukuwa na vita tena. Lakini after there, skiza, in the 36th year of Asa, skiza, miaka 35, kuna amani na kuna ushindi, kwa sababu Asa aliogopa Mungu, alitembea na Mungu, alitenda matendo mazuri kama vile tumekuwa tukitenda. Na kuna vitu experience, tutaendelea experience, mradi tu tuendelee kukaa na Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Wewe mahali upo, simamia haki, simamia utakatifu, simamia neno, simamia upendo.
Mambo mengine si pesa, mambo mengine si mali. Moyo wako uko aje? Moyo wako uko namna gani? Wakati watu wakihesabiwa, wale wanampenda Bwana, wale wanaomcha Mungu, wale wanaojali wengine, where are you? Hesabu yako inaingilia wapi? Kipimo chako kikiwekwa kitakuwa wapi? Haleluya. Asa amefanya hayo yote, ushindi umepatikana. Kuna ushindi Mungu anangojea moyo wako ubadilike. Moyo wa Asa ukahesabika mzuri, ukahesabika shwari mbele ya Mungu. Ushindi, amani, utulivu, mataifa, magonjwa yakakomeshwa yote kwa sababu ya kuaminika kwa mfalme. Ajibika, aminika, uone jinsi Mungu anavyotaka kutendea, ambaye amepanga kutendea maisha yako. Asa miaka 35, ushindi wote umemjaa. Chapter 16. In the 36th year of Asa reign, Baasha king of Israel went up against Judah and fortified Lama to prevent anyone from living or entering the territory of Asa king of Judah. Hallelujah. Washa niende tu nikisema sema tu, iko tu vile tu naisema ndivyo iko, wewe fuata. Hallelujah. Kukatokea after that 5 years, mwaka wa 36 na mwaka wa 40, yeye atakuwa amekufa. Kwa hivyo 4 years ambao ziko hapa, uone kile kilitokea. Asa kuanzia hapo, kuna mfalme anaitwa Baasha wa Israeli akainuka, akataka kupigana na Juda. Sawa sawa. Alipopanga kupigana na Juda, neno linasema ya kwamba mfalme King Asa akaenda kwa mfalme Odedi Ben Hadad wa Damascus, akamwambia fanya hivi, make a treaty with mfalme Baasha, King Baasha, ya kwamba asije akapigana. Neno linasema ya kwamba alikusanya dhahabu, fedha, vitu mingi za dhamana. Akaenda akampelekea mfalme wa Damascus, akamwambia sasa, enenda wewe umtulize ule, ili asije akapigana na Israeli. Akafanya urafiki ili ya kwamba huyu kama kuna vita itatokea, atasaidiwa na mfalme wa Damascus. Umenielewa? Na ukumbuke kuanzia kuingia 35 years hajapigana, na mahali kulitokea vita Mungu alimpa ushindi. Lakini sasa after 35 years anapoenda kumalizia matendo mazuri na mambo yako yote mazuri, angalia vile imekuwa. Verse 3, let there be a treaty between me and you. He said, as there was between my father and your father. See, I am sending you silver and gold. Now break your treaty with Baasha king of Israel, so he will withdraw from me. Ben-Hadad agreed with King Asa and sent commanders. Akakubaliana na akatuma kikosi. Na ni kweli wao walikuwa wengi. Lakini kikosi alichopewa kutoka Damascus, kikosi aliyokuwa naye Shayunda, walikuwa wengi. Lakini kile kikosi cha mfalme Baasha cha Israel hakikuwa na jeshi wengi. Ametafuta mpaka kikosi reinforcement. Ametafuta reinforcement ili apigane na yule mfalme. Lakini neno linasema kwa sababu hakutafuta ushauri kwa Mungu, hakutafuta msaada kwa Mungu, hakutafuta Mungu ambaye anampigania miaka hii ingine yote, kikosi kidogo kikaweza kumeza kikosi yote ya Yuda pamoja na Damascus. Nabii akatumwa aende kwa mfalme wa Yuda, amwambie hivi. Twende mpaka verse 7. Hiyo 2 Chronicles 16 verse 7. At that time
Sia ni mwonaji ama nabii. Came to Asa king of Judah and said to him, because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God, the army of king of Aram has escaped from your hand. Were not the Cushites and Libyans a mighty army with great numbers of chariots and horsemen? Yet when you relied on the Lord, he delivered them into your hand. Mungu anamuuliza Asa, sema Asa, haleluya. Wakati mfalme the Aram, the Libyans walipokuja, walikuwa wengi, lakini wote uliponiomba mimi niliwapeana mikononi mwako. Je, kwa nini umebadilisha imani? Kwa nini umekimbilia wafalme ukakosa kuja kwako? Wote niliwapeana. Swali langu ni hili: wakati huu tunaweka foundation wa mwaka, imani yetu je, tutaidumisha? Wakati tulio na mioyo ya kubodeka, tulio na mioyo ya kunyenyekea, Bwana anatuona, anatuhesabu watu wanyenyekevu, watu ambao Bwana atakimbia na wao, Bwana atapaa na wao, Bwana atatembea na wao. Lakini jameni, na wasihi kwa rehema za Bwana ya kwamba tutakuwa kanisa ambalo halitabadilisha imani, ya kwamba hata kama kutaonekana ni kama Mungu amepawia, hatutaenda kwa miungu ya kale. Hatutaweka imani yetu kwa vitu zingine. Imani yetu itasimama kwa Mungu. Bwana yetu asifiwe. Kwa dunia kuna vitu mingi, nyakati hizi kuna misaada mingi inaweza toka, lakini msaada wako ndugu na dada yangu, naomba utoke kwa Bwana na Mungu aliye wa kweli. Ushauri utaupata. Hata ninakuomba siku ya leo, ndio ninajua na ninasimama hapa na nitaongea kama mtumishi wa Mungu, maana ninajua kwamba Yesu Kristo akasema nyakati za mwisho utakuja wengine hata watajiita waseme mimi ndiye Kristo, lakini kabisa sio Kristo. Kwa hivyo ninakuomba ya kwamba kabla hujaomba msaada, kabla hujatafuta mahali pa ushauri, jiulize mahali naingia ni wapi. Bwana wetu asifiwe. Lazima tuangalie. Ninaongea hivi nikiwa na ushungu ndani yangu, maanake ninajua kwamba kuna rafiki tulikuwa tunajaribu kusaidia siku ingine, si wa hapa na mpaka saa hii, na ninajua kwamba kwenye wiki hii ambayo inakuja tutakuwa pia na kikao, na ninaona kuna kitu sasa maisha yake imeanza kuona mahali amefika. Akona I think 11 years kwa ndoa, lakini kuna katatizo wako pale. Lakini kukaja tu mzee na amewaambia sasa inafaa mnarudi huko. Sasa amerudishwa, yeye ni wa church kabisa, na sasa wanamwambia ya kwamba kuna kitu, kuna vitu na kuna damu inafaa imwagwe kwao. Yeye ni Mkristo, ameokoka. Nimuuliza kama amejazwa, kaniambia hajui. Na nini, hata nikiangalia ninaona sikuelewa ni kama hajajazwa, kwa sababu kama amejazwa na Roho wa Mungu, Roho angemsaidia na angejua ya kwamba Yesu Kristo, Waebrania inatuambia kwamba alisema ya kwamba damu ya ndama zote, damu ya ng'ombe na mbuzi yote ikawekwa kando na ikakosa nguvu wakati kulipatikana the holy lamb of God, na ndiye Yesu Kristo. Damu ingine yote haina nguvu, haiwezi ikaondoa, haiwezi ikalipa gharama. Gharama imelipwa na damu msalabani. The holy lamb of God, Jesus Christ, yeye ndiye alifanyika, na kutoka hapo kushinda kwote kukawekwa kando. Haleluya. Na ni lazima tuwe waangalifu, hata wale ambao tuna imani ya kushinda na everything, tuulize kwa Mungu,
kwanza ya kuenenda. Haleluya. Isije kwamba utaenda ukishijia miungu, na ukishijia miungu kuna mapepo itainuka na itaanza kutawala kwa hiyo nyumba na hiyo familia. Saa hii hiyo familia na ni watu wako kanisani wameshaganikiwa, hata hawaelewi wako wapi. Na ninaomba Mungu atatupa nguvu mahali ile safari tunaenenda na wao watafunguka macho. Maana sasa wameanza kutolewa imani ya Mungu, wameanza kuambia kuhusu. Sasa nikawaambia mimi sina shida, lakini hata kama mngetoa hii bila kubatiza, hii kitu mnabatiza this blood kuna vile itafanya, then hapo na hapo mmepoteana na Jehova. Na hivyo ndivyo Asa alifanya. Kwa miaka ingine yote alikuwa na Mungu, alikuwa na imani. Vita ikitokea anaenda kwa huyo Mungu, Mungu anampigania. Lakini kwa miaka ya kumalizia akakosa kutumainia Mungu. Ni watu wengi sana imani yao inayumbayumba. Kwa sababu gani? Wameonyeshwa sasa, sio Yesu unafaa kufanya hivi. Nikauliza hizo vitu kwa sababu zilikuwa huko, na labda babu yenu aliingia kaburini kwa sababu ya hiyo, mama yenu aliingia kaburini kwa sababu ya hiyo jambo, mtoto wako aliingia, zilikuwa wapi? Siku ya leo jawabu ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na si kasha ninapinga mimi, lakini nina huzuni kwa sababu kwanza yule ambao alikuwa anapelekwa hivyo ni kabila yangu, na ninajua hiyo kabila tumewezwa, lakini haitakuwa vile kwa ajili yako. Amen. Gai mungesema amen. Amen. Haitakuwa vile kwako. Amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata kama kuna mambo, uliza Mungu. Wakati tunaenda kutoa ni vizuri kuuliza Mungu, wakati hili jambo lilifanywa ilikuwa mtazamo wao, imani yao waliweka wapi? Kama walifanya kama wanaifanyia miungu, sawa. Kama wanafanya kwa sababu kuna kitu wanataka, they want to reconcile na zile spirits ambao zimekufa, hapo si Mungu. Unanipata? Hapo si Mungu. Tuangalie tusije tukatoka kwa imani ya kweli. Asa alifanya kazi nzuri, kama vile tumefanya. Tunajenga kanisa, tunakuja, tunafunga, tunaomba, lakini ombi langu ni hili, tutashikilia imani mpaka mwisho. Ninawasihi kwa rehema za Bwana, mshikilie wokovu, mshikilie neno. Haleluya. Utamaduni tutaenda, the Kikuyu Academy watu wanaenda, maybe hata kwenu iko academy, itaenda, itakuja, maybe you have that academy ya kuwafundisha mila na desturi, lakini usunge sana isije ikakutoa kwa imani ya kweli. Wokovu ndio namba moja, hamna damu ingine itakaozidi damu ya Yesu. Haleluya. Kwa hivyo wakati tunaenda kufanya mambo, tuangalie, and we are the ambassadors of our families. Sisi ndio tutaredeem our families. Tumefungwa manake tumeshijia mpaka tumeshijia miungu ambao imekufa in the name of Kasha. Tuangalie, manake tukitoa imani yetu tuiweke, tutakuwa kama mfalme Asa. Ninaenda kufunga, inasema verse 9, for the eyes of the Lord reach throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. Huyo ndio maneno ambayo Asa anaambiwa na Mungu kuanzia sasa, kwa sababu ya kuenenda kwa mfalme wengine, mfalme wa Damascus, kutafuta usaidizi. Ukaondoa imani yangu kwangu. Hiyo ndio inapata
Verse 10, Asa was angry with the seer because of this. He was so enraged that he put him in prison. At the same time, Asa brutally oppressed some of the people. Asa was afflicted with a disease in his feet, ugonjwa wa miguu. Akagongwa na ugonjwa wa miguu. Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord. Kwa sababu imani yake ameiweka kwa miungu, hata wakati yako mgonjwa na anaumia, hakubadilisha. Aliendelea tu kutafuta ushauri kwa physicians. He did not seek help from the Lord, but only from the physicians. Then in the 41st year of his reign, Asa died and rested with his fathers. Amekufa kwa nini? Amegongwa na ugonjwa na Mungu mwenyewe. Jameni, sisi nimewaambia na ninaomba kanisa hili tutafanyika kanisa na Wakristo ambao tutakuwa wakombozi wa jamii zetu. Amen. Kuna the way our grandfathers are doing things, our grandmothers, our mothers, our fathers, kuna vile wanaendesha mambo. But because we have the name of the Lord, we have the word of the Lord, lazima tuangazie jamii zetu. Lazima tuziredeem kutokana na mahali na ile shimo wamewekwa. Haleluya. Lazima tuangalie. Asa ugonjwa hakuna tiba. Physicians wote hawakumtibu kwa sababu ilikuwa nini? Mungu alikuwa amekasirika. Ugonjwa ukaingia. Labda ile mambo mnaambiwa mkafanye those sacrifice. Hizi vitu ambazo ziko karibu, they are almost kuimba imani yenu. Imani ya wengine inaweza kuwa ni kwa sababu kuna mtu alitoka kwenye njia na mikakati na kwenye mpango wa Bwana. My prayer today ni ya kwamba hatutatoka kwenye njia za Mungu. Vile Asa alianzia, kama angemalizia, hakuna ugonjwa ungemwingia. Saa hii kile kilio labda kiko kwa jamii, zile tatizo ziko kwa jamii, yaweza kuwa 70% ni watu wamejiletea kwa sababu ya kubadilisha their faith from the true God, wakaigiza kwa miungu, kwa vitu, kwa hali, kwa mambo na vitu zingine ambazo hazieleweki. My prayer is this: watu wa deliverance, mwangaza, tutaeneza injili ya Kristo aliye hai, ya Kristo wa msalaba, Mungu wa kweli. Tufanye makusudi yake. Tumeona mambo mengi Bwana anapigana, vita mingi Bwana anapigana, tukikaa ndani yake. Si Mungu awabariki. Bwana watende mambo mema. Bwana awajalie neema, awajalie kibali chake. Bwana awatie nguvu, na mambo yote ambayo iko mbele yenu yawekeni kwa Bwana. Ushindi uko kwa Bwana, hamko kwingine, ni kwa Bwana. Mbarikiwe na Bwana, na Bwana watende mema. Asante ewe Mungu wetu, tunalitukuza, tunalihimidi jina lako. Neno lako Bwana nimelileta kulingana na vile Bwana umenipatia. Yaweza kuwa lina ushungu kwa wengine, yaweza kuwa Bwana wengine wamefunguka macho, na wale ambao wametatanishwa Bwana, ninaomba Bwana ukawape uelekevu wa neno lako. Mungu, mioyo yao ikaipate nuru, ikapate mwangaza, ya kwamba wakati tutasimama kama miaka ya mwanzo ya Asa, Bwana vita vyote utaipigana. Mungu, ninaomba uwapiganie vita, na wale ambao wamekata kauli ya kwamba Bwana watakukubali, Bwana watatenda mausia yako, watatenda haki yako. Asante kwa kuwa maisha yao wewe ndio utakaowapigania. Naombea amani, nawaombea ushindi, nawaombea mamlaka. Ugonjwa wote ungekuwa kwa familia, yaweza kuwa kwa wazazi,
kutoka kwa babu zao, kwa nyanya zao, ama kwa mtu wa jamii. Kama kuna mlango ulifunguliwa, kama vile Asa alifungua mlango kwa kutafuta msaada kwa mfalme wa Damascus, ninakuomba Bwana, mahali walikoenenda wengine ni kwa sababu hawakuelewa, na unasema wakati ambao hatukuelewa you overlooked. Ninakuomba siku ya leo, dhambi yote ilifanywa kwa sababu hawakujua. Nasimama Mungu kama mchungaji wako, ya kwamba Bwana utusamehe. Usamehe Bwana yeye ambaye wazazi wake waliwaingiza, mababu na nyanya zao waliwaingiza kwa imani mbaya, ikafanya maugonjwa, ikafanya mitindo ambayo haieleweki, ikaingia kwa jamii. Ingine imefunga ndoa, ingine imefunga watu, wamefika kiwango ya kuolewa na kuoa, lakini kuna mitindo inajirudia. Ninaomba msamaha, na kwako Yesu uliyefanyika, damu yako inaosha na kutakaza, ninaomba ikarehemu. Hata kama walioingia, waliofanya, waliowatoa kwa imani ya Mungu aishiye milele wamekufa, Mungu ninaomba kwa sababu wewe yu hai, naomba ukafufue maisha yao. Tunafanya ombi kwa sababu ya haya maombi wamefanya, na kwa zile sacrifice ambao Bwana wanapeana. Ninaomba Bwana ikawe kwa manukato mazuri, ukaponye familia zao, ukaponye watoto wao, uponye wazazi wao, uponye watu wa jamii yao, katika jina la Yesu. Wale ambao kuna fedha haishiki mikono kwa sababu kuna imani ilipandwa na si yako, Mungu ninakuomba kuanzia siku ya leo, natangaza kufunguliwa katika jina la Yesu. Natangaza nguvu yote na mambo yote ambayo inatawala kwenye hizo jamii, miungu yote ikayeyuke katika jina la Yesu, na ufalme wako Mungu uishie milele ukasimame katika jina la Yesu. Uhimidiwe na utukuzwe katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Hallelujah.